Yes, bwana mambo vipi? Wananiita Sharukani wa Vingunguti. Kama kawaida naendelea kuwapa story. Hii story nadhani nilishawahi kuposti filamu yake inaitwa Kobe Pita Huku. Lakini watu wengi walikuwa hawafahamu story ikoje. Sasa nitawafafanulia kifupi au kwa ufupi ili muweze kuifuatilia, na kuifuatilia kwake ni nini? Ukishaingia kwenye hii video ambayo nitaiposti sasa hivi kama documentary, utachotakiwa kukifanya ni kuingia pale kwenye description. Kwenye description nitakuwekea linki ya movie nzima hii. Hapo unavyoona hapo kuna vijana wawili, kuna mmoja anaitwa Sharu na kuna mwingine anaitwa Buda. Huyo stars wa pembeni amewaita kwa lengo moja tu, ni kwamba anataka kuwapa kazi ambayo atawalipa pesa, tena pesa nzuri tu. Hiyo kazi ni kwamba wanatakiwa wapite kutoa dawa kwa vijana au kwa wazee, kwa watu wote wa aina yoyote, rika lolote, kwa ajili ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo Ramadhani hiyo inaanza kesho yake. Vijana walikubaliana na hiyo kazi, walikubaliana nayo, na pia walionyesha kwamba wao wako na nia ya kufanya hiyo kazi. Manake walikuja na vifaa kabisa, walikuja na kanzu, walikuja na kofia, na wako tayari kwa kufanya kazi. Basi kwa makubaliano yao wakafikia ni kwamba waanze kazi ya kusambaza dawa. Siku ya pili kama kawaida wakakutana pale, ni kwa ajili ya kuanza dawa, na kwa sababu shehe aliwakubalia kwamba bwana mimi nitawalipa, kwa maana yake shehe ikabidi atoe advance. Ni leo alianza na kutoa advance, awape advance hawa watu ili waanze na dawa, kwa sababu imani yao wanaamini ni kwamba mtu yoyote ambaye anaamua kutoa dawa lazima apate nguvu, yani apate pesa au apate chakula ili aweze kutoa dawa. Kwa hiyo shekhe akatoa pesa, akaingiza mkono mfukoni na akawakabidhi vijana. Vijana walikuwa wanaonekana kidogo kama wanatamaa fulani, ambayo ni Shekhe Sharu pamoja na Buda. Kwa hiyo nimetimiza jukumu langu leo. Vipi mashehe? Safi. Naam. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Muonekano wao ulionekana kwamba shekhe amewapa pesa, lakini hawa vijana waonekana wakigombaniana ile pesa. Kwa maana yake tamaa zao zote wamezielekeza katika ile pesa. Vijana wale bila kusita wakaanza kazi yao. Kwa hiyo wakawa wanapita mitaani kama kawaida yao, lakini sasa ugomvi wao ukawa kwenye hela tu. Yaani hapo utata uko kwenye hiyo pesa tu, mgao wa hela inakuwaje? Basi kwa hiyo katika movement zao wanaelekea kwenye harakati zao za kawaida za siku zote. Hapo anaonekana muuni akiwa anazoza kwa mwanafunzi. Unajua siku hizi bwana, watu naona kama wameanza kuchanganyikiwa, na wanafunzi wenyewe wameanza kuchanganyikiwa pia, kwa sababu matukio kama haya serikali wanayapinga kila siku, lakini mwisho wa siku bado unamkuta msela akasimama na mwanafunzi kama hivyo anazoza bila sababu za msingi. Sasa wale maustazi kama kaida yao wanapita wanabishana, mzozo kweli, wanazungumzia hela. Muuni akaona hapa changa kiwashi, na mwanafunzi anaonekana akiwa anakimbia. Aweza oya vipi hapo? Mashe fresh. Kuna kitu gani hapo? Mbona sikia hela? Mwambie hizi hela za kwetu, funa mbona tupigia mkwala tena? Babu Sharu anaongea maneno haya. Akaambia yasikilizeni mwanangu, mimi sielewi, umeona mimi nataka pesa. Akamwambia wewe unaelewa uelewi, lakini hapa hela upate. Sisi hapo kwa taarifa yako, sisi mashehe na tunacheza kareti. Umeona tunacheza kareti na tunazipiga kweli, yaani kuonyesha mfano. Najipiga mpaka mwenyewe. Wewe shako na mcheza kareta anajipiga hadi mwenyewe. Babu. Shida ikaanzia hapo bwana, akaekewa panga shingoni. Akaambia sikiliza, mimi sina muda kupoteza, nitakupasua sasa hivi. Nataka hiyo hela. Basi ikabidi shehe amwambie bwana mwenzake, bwana mpe hela hiyo. Mpe hiyo hela. Kwa hiyo ile pesa ambayo alipewa na yule Shekhe Bakari, kwa hiyo akawa sasa ule muuni kashaichukua yote. Kwa maana yake hapa hawana kitu. Akaambia haya, sitaki mazoea na msinifuatilie. Kokote napokwenda yapotea. Kabidi washikaji sasa waondoke, yani mbio, kila mmoja akachomoka na njia yake. Kama kawaida vijana bwana, akishakuwa wamepigwa tukio wanakaa sehemu wanazungumza, bwana ndugu yangu tushapigwa tukio, tunafanyaje? Na ile ndio hela yetu ya kula kwa ajili ya kutembeza dawa, kuelimisha watu wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa inakuwaje hapa? Tunafanya kidogo, anapita mtoto mkali. Bwana jamaa si wakajisahau kabisa kama wao ni mashehe. Wakamkimbilia yule dada, wakaanza kumtongoza, bwana dada, bali yako uko poa mzima?
dada umependeza. Wamesahau kama huu ni mwezi wa Ramadhani, na pia wamesahau kama wao wamevaa mavazi ya kishekhi. Mavazi yao ya heshima ni mavazi ambayo huwezi kufanya vitu vya ajabu ajabu mtaani. Basi wakawa wanampiga saundi. Sasa pale yule dada hakupenda dharau. Cha kwanza ni aliwaona kwanza hawa sio wenzangu, labda dini yao tofauti na dini yangu, na la pili wakaona wamemsimamisha njiani, afu kwa madharau na maneno alikuwa mengi. Basi yule dada akawa kama kawakataa. Sasa muda huo akiwa anaendelea na mizozo yao, bwana yule shehe ambaye amewatuma akatokea. Ikabidi watu wabadilishe story. Bwana wewe vipi? Kwa nini unavaa mavazi kama hayo? Haimpendezi Mungu. Wakaanza kubadilisha maneno baada ya kumuona yule shehe ambaye kawatuma kazi. Ambia shehe, usina wasiwasi, sisi tunaendeleza dawa. Hawa wanawake hawa wanavovaa mavazi ya ajabu ajabu kama hivi ndio wanasababisha sisi tunashindwa kufunga mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Shehe akawaachia kazi. Akaendelea kumzoza pale, kuzoza huku akimwangalia yule shehe kama bado yupo ile eneo la tukio au kashaondoka. Basi umemwangalia kaona huyu mtu kashaondoka, hapo cha kufanya basi tia namba. Mwanamke hataki, anambia kwanza mmenitukana mimi, namba siweki. Basi mashehe wakawa wamekosa kila kitu, wakaondoka zao, wakampuuzia yule mwanamke. Basi sasa upande wa pili hapa anaonekana bwana mkubwa anakula mchana, tena amekula kanzu yake safi kabisa, lakini anakula mchana hadharani, na hii ndio Ramadhani ya kwanza. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umekaa shekhe, una ndevu zako, una kanzu nzuri kabisa, asubuhi unakula. Mtoto wa Kiislamu, mwezi wa Ramadhani, na leo ndio Ramadhani ya kwanza, tuseme umesahau au vipi? Na madevu ya Kiislamu na madevu makubwa kama hayo, sunna hiyo. Unataka kutuambia umesahau kwamba leo ni Ramadhani, au umesahau kufunga, au jana ukutia nia, au vipi? Au kusudi? Unajua mashehe, niwaambie kitu kimoja. Unajua sio kila anavaa kanzu basi ni shekhe. Haijalishi kwa sababu Mtume amesema hivi. Mshika kwanza hiyo. Shika, usogope. Umeelewa? Mtume Mpe dawa. Anasema anakula viseti vizuri. Hivyo unakula viseti mwezi wa Ramadhani vitamu kiasi. Uogopeta Mungu. Wewe unajua kiasi gani unapata dhambi? Wewe unajua kiasi gani dhambi utakapopata? Dhambi lake kubwa sana. Sasa kilichoendelea hapo ni kwamba mashehe wakawa anakula kile chakula cha ule kijana, huku wanamsema kwamba kwa nini anakula chakula. Wale wakamwambia, yule jamaa akamjibu, kwani wewe unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Sheikh Mufti Sharu, na huyu rafiki yangu anaitwa Buda. Huyu akamwambia basi mimi naitwa Christopher. Mimi sio dini yenu, mimi dini nyingine. Ndio hawa mashehe sasa wanashtuka, kumbe ni dini nyingine. Basi samani tumekuingilia kwenye kazi yako, sisi tulikuwa tujui, naomba tusamee. Kitu ambacho kimenisikitisha zaidi, huyu bwana mkubwa bwana, kumbe vile visheti jinsi alivipata katika mazingira magumu sana, yani kana kwamba vile visheti vimeliwa na wale mashehe, alafu yeye akawa anawaza kwamba kile ndo kilikuwa chakula changu cha mchana. Hapo ni toboe zangu, yani nisile tena mpaka kesho. Na ndo kishaliwa chakula changu. Huyu bwana akiwa anakumbukia yeye ni muuza mkaa, na siku hiyo mkaa ulikuwa umemdodea kabisa, hajafanya biashara. Akaona nifanye kitu gani hapa, acha nitoke niende kwa rafiki yangu ambaye tunafahamiana vizuri, aweze kunikopesha angalau hata visheti tu, nile visheti tu basi, ili tumbo langu likae sawa. Kweli bwana mkubwa akafanikiwa kufika pale kwenye wanapouza visheti. Akamuomba yule jamaa, bwana naomba nikopeshe visheti hata 5, alafu nikiuza pale mkaa wangu basi nitakupa. Akaambia basi haina shida, kwa sababu wewe una tabu na mimi ushanisaidia sana, wewe ni mtu mzuri, basi haina shida, mimi nakufungia hivi visheti, wewe nenda kale, utakapopata pesa yani utaniletea pesa yangu. Mshikaji baada ya kumaliza kukumbuka vile akaona haina shida, kwa sababu wale watu wamejitokeza pale wana njaa, na mimi nilikuwa sina mazingira, acha nitoke nikaendelee kufanya kazi zangu za kuuza mkaa. Maana yake kazi yake ni kuuza mkaa. Kwa hiyo asogee pale aendelee na kazi yake ya kuuza mkaa. Mwache Mungu aitwe Mungu bwana. Jamaa katika kukatiza rafiki yangu asikutane na muuni. Imagine huna pesa. Una kiswaswadu tu mfukoni. Hapo ulipo ndo unaenda kufungua duka ili upate kulipa deni la chakula ambacho umekopeshwa. Iko chakula nacho kimeliwa na watu, wanasema fungu la kukosa. Huyu bwana mkubwa
ana mtihani mkubwa sana. Inaonekana mpaka kiswaswadu chenyewe kinachukuliwa sasa na wauni. Sasa tukija upande wa mashehe, wamekaa zao kibarazani, hawaelewi. Unajua tumbo hili bwana halisalifiki. Sidhani mwili hiyo unayoiona hapo mbele kama visheti viwili au kisheti kimoja kitawatosha kula. Kwa sababu wamekaa napiga hesabu, anasema sisi hapa pesa hatuna mfukoni na tumepewa kazi. Bado tungekuwa tujapewa hii kazi tungesema tukafanye vibarua vingine. Sasa tumepewa kazi alafu pesa mifukoni hatuna. Tunafanyaje mwanangu? Akamwambia, lakini tunamuona dada pale gengeni pale, kama vipi ile tukamzugezuge kivyo vyote pale tunaweza tukapata kitu chochote. Wakashauriana, ikabidi waende. Walipofika pale, mazungumzo yao yakawa kama ifuatavyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya habibi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bwana, sisi ni Waislamu na ni mashehe kutoka msikiti wa kule chini pale kule huko. Unaona? Sisi bwana, katika kupita pita zetu tumekaa pale, tumekuona Sheikh hadi saa hizi saa 4 unanunua chakula, unanunua maembe, unanunua nyanya. Unapeleka wapi na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na Ramadhani ndo kwanza imeanza. Na leo na saizi mapema saa 4 tu asubuhi, unapeleka wapi msosi? Hivi vitu vya jioni. Jioni ndo unanunua sasa hivi saa 4? kweli? Alafu hapa katikati unakuwa unafanya nini? Huyu anaenda kula huyu. Maandalizi ya iftari yanakuwa saa ngapi? Jioni, at least hata basi kwenye saa 9, saa 10 ndio unanunua unapika. Lakini sasa hivi saa 4 huyu anaenda kula mchana hivi. Huyu anakula huyu muongo. Na hii nini? Mlete kwanza hii nini? Hii nini? Si embe hii. Hili nini hili? Nini hapa hii? Hii si embe hili hapa. Hili sio embe hili. Sio embe? Hili si. Hili embe afu gumu. Halijaiva hili hapa. Emshika. Embe la kwa sio gumu. Yaani dada hata kuchagua embe, ajui kuchagua embe, ngoja nimchagulie mimi. Hilo embe kweli Embe kama hili hapa. Hili ndo embe. Embe hili. Hilo. Kweli? Embe hili, ngoja. Sisi ndo watu hakikisha kama kweli yeye alikuwa anataka kufunga au alikuwa hataki. Lazima tuhakikishe. Sababu Ramadhani yote hii unatembea na embe. Unatembea na maembe njiani. Sisi mashehe kama hivi tukiona tunaweza tukatamani. Ndio. Mimi sasa hivi nikitamani si anapata dhambi huyu. Akipata dhambi mimi na yeye nani anaenda motoni? Yeye anaenda motoni. Sababu ataenda motoni. Huyu ndio sababishi. Kwa sababu haiwezekani wewe mwezi wa Ramadhani wote huu ununue vitu mchana. Ununue vitu mchana maembe kama hivi. Ili embe wewe mwenyewe anaweza akakubali. Ili embe. Kweli? Embe ni onje. Si onje ile hapa. Ili embe hapo. Umeona? Yaani ili embe. Ili embe hapo limeiva ni kabisa ni. Kwa ile embe ndio kwenda kula nyumbani. Hivi nyinyi mmefunga kwa nini? Sisi tumefunga hapa, tuko katika kutest ili kuhakikisha kwamba kama kazi tulivyopewa kwamba kuhakikisha kwamba kweli nyinyi mashehe sisi ni mashehe, na hapa tuko katika kutest kuhakikisha kwamba wewe kweli ulikuwa una nia kwenda kula au ulikuwa una nia tu kwenda kuweka mpaka jioni ndio ule. Iliembe ujue linashibisha ujue. Alafu nyinyi mjue, msinishanganye, mjue nyinyi. Tukuchanganye vipi? Hivi shehe kabisa, wewe unakuja unakula mwezi mtukufu wote wa Ramadhani, unasema haja anapima kitu kinapimwa kwa kula. Nani kala? Ndio changanya nani kala? Unajua kuna kula kuna kutesti. Test ni neno la English linalotokana na simultaneous equation na media. Nyinyi naona mnanichanganya. Nadhani mmeshuhudia jinsi gani udada alivyokasirishwa na kuanza kuwatimua. Wamekula chakula chake, kulikuwa na matunda pale, wakayala wale mashehe na mbio wakakimbia zao. Tukija upande wa pili huku, anaonekana mwanafunzi akiwa anakimbia anaelekea kwa ule dada ambaye wale mashehe walikula chakula chake na matunda yake. Dada nimekuja. Nini? Kuna kitu gani? Anambia dada, yule muuni bado anaendelea kunifuatilia dada. Kila naporudi kutoka shule huyu muuni ananikamata, ananizuia na ananifanyia vurugu na ananishika kwenye mwili yangu. Nasemaje wewe? Ananishika mwili wangu, nachukia sana, nachukiza sana. Kama kafikia hatua ya kukushika mwili wako, huyu anachokitaka sasa miaka 30 jela. Ngoja nampigia simu ndugu yangu. Tunakwenda huko tunamfuata.
akamshika mkono mdogo wake, akamwambia twende nipeleke hapo hiyo sehemu ambayo kakushikashika. Kwa akatoka moja kwa moja mtu na mdogo wake wanaelekea sehemu ya tukio, na akampitia ndugu yake huyo mwingine ambaye anaonekana hapo, wanaelekea moja kwa moja sehemu ile ya tukio. Basi wakawa njiani wanaelekea huko sehemu ya tukio. Bahati nzuri wamefika eneo la tukio karibu kabisa, na huyu mtoto akawaonyesha ambayo ni mdogo wao kabisa wa mwisho. Kaonyesha bana, muuni mwenyewe ni huyu hapa. Huyu ndo muuni ambaye mimi ananifanyia vurugu. Yaani mwanaume mwenyewe ndo huyu anafanya vurugu. Wewe kaka vipi? Inakuwaje unamgusa au unamshikashika mdogo wangu? Wewe ni kama nani unamshika mdogo wangu? Hujaona wanawake mitaani? Sasa ukawa mtata, akala kikofi, akachotwa zote. Ule muuni alipoona utata ikabidi atoke mbio. Niwakumbushe, full movie hii inapatikana katika description. Hapa katika hichi kipande ambacho nimewatafsiria, ukibonyeza chini kwenye description, unapoingia kwenye linki moja kwa moja unaangalia full movie. Thank you.